Kwa hiyo nasema almar'atu salafiyya, mwanamke wa kisalafi, la tatazayyan, hajipambi yeye bitarkibi al-adhafir as-sinaiyya, hajipambi yeye kwa kuweka kucha bandia katika kucha zake. Kwa nini? Li'annahu mukhalifatun lis-sunnah, kwa sababu jambo hilo linakwenda kinyume na sunna aliyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo ni nini? Ni kutoziacha kucha zako mwanamke zaidi ya siku ngapi? 40. Na hiyo ndio sunna, kwamba hilo ndio jambo la sunna na jambo la wajib. Mwanamke wa kisalaf asiziache kucha zake zaidi ya siku 40. Sasa wewe unawekaje kucha bandia kwenye kucha zako? Kwa hiyo jambo linakwenda kinyume na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini sababu ya pili, mwanamke wa kisalaf haweki kucha bandia, liannahu taghyirun li khalqillah, kwa sababu katika kubadilisha maumbile aliyokuumba nayo Allah tabarak wa taala. Liannahu taghyirun li khalqillah, kwa sababu kuweka kucha bandia ni katika kubadilisha maumbile aliyokuumba nayo Allah tabarak wa taala. Na hilo ni katika mambo ambayo yamekatazwa, fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha. Anataka mwanamke bali katika maumbile ambayo ameumbiwa na Allah tabarak wa taala. Ukibadilisha unakuwa umefanya munkar. Lakini jambo la tatu, li'annahu tashabbuhum bin nisa'i al-kafirat, kufanya kitu hicho ni katika kujifananisha na wanawake wa kikafiri, kwa sababu hilo ni jambo maarufu, tashabbuhum bin nisa'i al-kafirat. Kufanya hivyo ni katika kujifananisha na wanawake wa kikafiri, sababu hilo ndio jambo linalojulikana. Huwa kuweka kucha bandia ni katika miongoni mwa mapambo yaliyosambaa kutoka kwa wanawake wa kimagharibi, wanawake wa Kiyahudi na Kinasara. Hivi mwanamke wa Kiislamu, mwanamke wa kisalaf anaharamishiwa mambo yenye sura kama hiyo, kwa sababu Mtume alayhi wasallam amesema, tashabbaha biqaum fahuwa minhum, mwenye kujifananisha na watu naye ni katika wao katika jambo hilo. Kwa hiyo hajipambi kwa kuweka kucha bandia, li'annahu min tashabbuhi bin nisa'il al-kafirat, kwa sababu jambo hilo ni katika kujifananisha na wanawake wa kikafiri. Bali almar'a salafiyya, mwanamke wa kisalafi, la tatazayyan bitarkibi al-adhafir as-sinaiyya, haweki kucha bandia yeye. Kwa sababu gani? Ni sababu au tarkibu yuaddi, liannahu yuaddi ila makhatir sihhiyya, kwa sababu jambo hilo linapelekea kupatikana madhara ya kiafya. Tarkibu hii ya kuweka kucha bandia yuaddi, liannahu yuaddi ila makhatir sihhiyya, ni jambo ambalo linapelekea kupatikana madhara ya kiafya. Kucha zikipandikizwa au zikiwekwa bandia ni sababu ya kupatikana madhara ya kiafya. Kwanza, kucha zinakuwa hazikui vizuri, lakini zile kucha mara nyingi zinabeba uchafu na mfano vitu kama hivi. Hizi na nyinginezo ni katika sababu ambazo zinapelekea mwanamke wa Kiislamu aharamishiwe kuweka kucha bandia, ni katika mambo ya haramu, hairuhusiwi. Kadhalika tastafid. Kwa hiyo ndio maana muallif hafidhahu Allah ta'ala kusema tarkibu al-adhafir as-sina'iyyati la yajuz, kuweka kucha bandia ni jambo lisilojuzu, ni haramu, haijuzu kwa mwanamke kuweka kucha bandia. الدرس السادس والثلاثون، sawa, somo la 36. yahrumu wad'u ar-rumushi as-sinaiyya, panaharamishwa kuweka kope za bandia. Yahrumu
wad'u ar-rumushi as-sinaiyya, panaharamishwa kuweka kopi za bandia. Wa huwa dakhilun fi hukmi al-wasli, na kuweka kopi za bandia ni jambo lenye kuingia katika hukumu ya kuunganisha nywele. Wa huwa dakhilun, na jambo hilo ni lenye kuingia fi hukmi al-wasli, katika hukumu ya kuunganisha nywele. Yahrumu wad'u ar-rumushi as-sinaiyya, panaharamishwa kuweka kope bandia. Mwanamke anaharamishiwa kuweka kope bandia. Wa huwa dakhilun fi hukmi al-wasli, na jambo hilo ni lenye kuingia katika hukumu ya kuunganisha nywele. Na masala haya aliulizwa Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, ma hukmu istimali ar-rumush as-sinaiyya, ni ipi hukum ya kutumia kopi za bandia litajammuli biha inda az-zawj, kwa ajili ya kujipamba na kujipendezesha mbele ya mwanaume. Faajaba rahimahullah, akajibu Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, ar-rumush as-sina'iyyati la tajuz, kope bandia haziruhusiwi kwa mujibu wa sheria. Ar-rumush as-sina'iyyati la tajuz, kope bandia haziruhusiwi kwa mujibu wa sheria. Kwa nini? liannaha tushbihu al-wasl, kwa sababu kubandika kope bandia kunafanana na kuunganisha nywele, ay wasla sha'ri ar-ras, kunafanana kitendo cha kuunganisha nywele za kichwani. Wa qad la'ana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na melani mtume alayhi salatu wassalam kumlani alwasilata walmustawsila, mwanamke mwenye kuunga nywele na anayeunganishwa nywele. Kwa hiyo hata huyu mwanamke ambaye anaweka kope bandia anakuwa ni mwenye kulaaniwa kadhalika. Wa hadhihi ar-rumush, Sheikh akasema rahimahullah, na hizi kope idha kanat mimma atasawwaru, ikiwa ni zile ambazo mimi hivi sasa ninazifikiria, an yawdha khuyutun sauda, ambapo ni kuweka kamba nyeusi hivi, kashari, kama nywele vile, ala rumush, kwenye kope, hatta tabdua, mpaka zidhihiri, wa kaannaha kathira, kana kwamba ni nyingi, sawa, tatajammalu biha al-ain, ili tu alipambe jicho lake lionekane zuri na livutie wanaume. Fa idha kana hakadha, ikiwa ndo hizi ninazojua mimi, fahiya min alwasli alladhi, basi kufanya hivyo kope hizo ni katika miongoni mwa kuunganisha ambako la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'ilatahu, mtu salama amemlani mwanamke mwenye kufanya kitu hicho, fi ra'siha, kwenye kichwa chake. Amma idha kanat ar-rumush bimaana talwin ash-sha'ri, sha'ru al-ajfan, ikiwa hizo kope zinahusisha tu kupaka rangi nywele za kope, fa innahu laysa biharam, kama tulivyosoma kule nyuma, sio? Lakini hii baadhi ya kauli ya maulama, wengine wanasema ni nini? Ni haram. Na tukasema mwanamke anashauriwa afanyaje? Aachane na hilo jambo. Lakini Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen anapita na mawqif kwamba si haram, ni jaiz. Lakini wengine katika ulama al-lajnatu daima wanasema ni haram, haifai. Kwa masala ina shubha. Kwa al-afdal kilichokuwa bora zaidi mwanamke ni kuachana nacho, kuacha hicho kitu. Tayyib. Hiyo ni masala nini? الرموش الصناعية، الرموش الصناعية. Kwa hapo pia tunajifundisha kuwa almar'atu as-salafiyya
المرأة السلفية mwanamke wa kisalafi la tatazayyanu hajipambi yeye المرأة السلفية mwanamke wa kisalafi la tatazayyanu hajipambi yeye biwad'i ar-rumush as-sina'iyyah kwa kuweka kope bandia. Al-mar'atu as-salafiyyah mwanamke wa kisalaf la tatazayyanu hajipambi yeye katika kujipamba kwake biwad'i ar-rumush as-sina'iyyah kwa kuweka kope bandia. Hafanyi hicho kitu mwanamke wa kisalafi. Kwa nini? Sababu ni zile zile. Kuweka kope bandia ni kukhalifu sunna, kwa sababu Mtume alayhi wasallam amemlani mwanamke mwenye kufanya waslu, mwenye kuunga nywele na kuweka kope bandia. Ni katika maana ya ni jambo ambalo linafanana kuunga nywele. Kwa ni kukhalifu sunna. Lakini vile vile taghyiru li khalqillah, ni katika kubadilisha maumbile ambayo wewe Allah amekuumbia nayo wewe mwanamke. Lakini tatu ni katika tashabbuhum bil kafirat, ni katika atashabbuh bil kafirat, ni katika kujifanisha na wanawake wa kikafiri, kwa sababu wao ndio watu wenye mambo hayo. Na salafiyya mwanamke wa kisalaf tarfudhu atashabbuh bil kafirat, anapinga na anakataa kujifanisha na wanawake wa kikafiri au kufuata ada zao wao katika mapambo ambayo hayana asili katika sheria. Man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum. Lakini sababu ya tatu au ya nne ya kufanya kwamba hili jambo lisifae na maulama wakaharamisha hilo jambo ni kwamba wad'u ar-rumush as-sina'iyya min al-ighra'i wal-fitna, ni katika miongoni mwa kuwaghuri wanaume na kuwafitini wanaume. Kwanza unawaghuri, lakini pili unawafitini. Kwa sababu ukiweka zile kope bandia unavyoonekana sivyo ndivyo ulivyo, alaysa kadhalik. Tayib, lakini pili unawavuta au unawafitini wanaume. Bali si kuwafitini wanaume, bali hata wanawake wenyewe wanafitinika. Mtu akishaweka kope bandia hana cha kufanya bali ni kutangatanga, lazima atoke nje atangetange, aende sokoni, aende wapi, ili wanaume waone kwamba ameweka kope bandia. Qarna fi buyutikum, wakati ushaambiwa tulizanini katika majumba yenu, wala tabarrajuna tabarruj aljahiliyyah. Tayib, hizo ni baadhi ya sababu baadhi zinapelekea kuweka ar-rumush as-sina'iyya iwe ni haram. Wazi? Tayib, barakallahu fik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi أجمعين. أسأل الله تعالى أن يجعلك من النساء المسلمات السلفيات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.